Ni siku nyingine tena tunakutana katika kipindi Dunia Wiki Hii. Papa hapa unapokea taarifa za kimataifa, taarifa ambazo zimeandaliwa na kuletwa kwenyu na shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, ikulu ya White House yathibitisha kuandaa mashauriano ya moja kwa moja na kundi la Hamas kwa lengo la kuachilia mateka wote. Kadhalika, Urusi yaonya juu ya kuhusika kwa shirika la NATO, huku rais wa Ufaransa Macron akitetea mkataba wa kusitisha vita huko Ukraine. Baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia mchana wa leo, na atoa mwaliko tunde sawa hadi tamati mwa kipindi Dunia Wiki Hii. Karibu, mimi ni Isaac Lemoka na moja kwa moja tuanze na taarifa yetu kuu, ambapo ikulu ya White House ilithibitisha kwamba utawala wa Rais Trump unaandaa mashauriano ya moja kwa moja na kundi la Hamas kwa lengo la kuachilia mateka. Mashauriano hayo yaliandaliwa jijini Doha nchini Qatar katika majuma ya hivi majuzi, ambapo upande wa Marekani uliongozwa na mjumbe wa rais kuhusu masuala ya mateka Adam Boehler. Katibu wa mawasiliano katika ikulu ya White House Karoline Leavitt alisema kuwa mjumbe huyo maalum anayehusika kwenye mashauriano hayo yana mamlaka ya kushauriana na yeyote na kwamba Israel ilishauriwa kuhusiana na swala hilo. Leavitt hakutoa maelezo yoyote kuhusiana na kile alichokitaja kuwa mashauriano yanayoendelea alipoulizwa iwapo mashauriano hayo pia yalihusisha mpango wa Rais Donald Trump wa kutua ukanda wa Gaza ambao kwa sasa unaongozwa na kundi la Hamas. Kulingana na afisa mmoja wa Marekani aliyenukuliwa kwenye ripoti, mashauriano hayo pia yalihusisha mkataba kabambe wa kuachilia mateka wote waliosalia na kuafikia mkataba wa kudumu wa kusitisha vita. Jumla ya mateka 59 wangali wanazuiliwa na Hamas, kwa mujibu wa ripoti iliyonukuu vikosi vya ulinzi vya Israel iliyothibitisha kwamba 35 kati yao wameaga dunia. Miongoni mwa mateka hao 5 ni wa Marekani, akiwemo mmoja pekee anayeaminika kuwa hai. Naam, mwanawe mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman alikutana na Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine aliyezuru nchi hiyo jijini Jeddah, Saudi Arabia, kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Saudi Arabia. Shirika hilo la habari kwenye ukurasa wake wa X lilisema kuwa mwanawe mfalme wa Saudia alimlaki rais huyo wa Ukraine kwenye ikulu ya Al Salam jijini Jeddah, ambako sherehe rasmi ya dhifa iliandaliwa. Viongozi hao wawili pia waliandaa mashauriano rasmi. Zelensky alikuwa amewasili jijini humo kabla mashauriano baina ya Marekani na Ukraine. Kadhalika, waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Marekani Marco Rubio aliwasili jijini Jeddah na kukutana na mwanawe mfalme huyo wa Saudia. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Marekani, Rubio alikutana na ujumbe wa Ukraine ili kuzungumzia lengo la Rais Trump la kukomesha vita baina ya Urusi na Ukraine. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Turejea Marekani. Huko Marekani na Canada, Marekani ilithibitisha mpango wake wa kuweka ushuru wa 25% zaidi kwa vyuma kutoka Canada baada ya jimbo la Ontario nchini Canada kuondoa ushuru kwa vifaa vya umeme vinavyouzwa kwenye majimbo matatu ya Marekani. Hatibu wa ikulu ya White House Kush Desai kwenye taarifa alisema kuwa baada ya Rais Trump kutishia kutumia mamlaka yake rais kulipiza kisasi kwa kuweka ushuru wa 50% dhidi ya Canada, waziri mkuu wa Ontario Doug Ford alishauriana na waziri wa biashara Howard Lutnick kusema kuwa amesitisha utekelezaji wa ushuru wa 25% kwa vifaa vya umeme vinavyouzwa nchini Marekani. Awali, Rais Trump alisema kwenye mitandao ya kijamii kwamba ataweka ushuru wa 25% zaidi kwa vyuma kutoka Canada na hivyo kuongeza ushuru huo kufikia 50% kufuatia kuwekwa kwa ushuru kwa vifaa vya umeme kutoka jimbo la Ontario nchini Canada. Muda mfupi baada ya jimbo la Ontario lilikubali kusitisha ushuru huo wa 25% kwa vifaa hivyo vya umeme vinavyouzwa kwenye majimbo matatu ya Marekani. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga.
Kaimu rais wa Syria Ahmed al-Sharaa aliwalaumu maafisa waliosalia wa utawala wa awali kutokana na ongezeko la ghasia katika majimbo ya pwani ya Latakia na Tartus, akisema atahakikisha haki inatekelezwa kwa wale waliohusika na kuhakikisha uthabiti wa kitaifa. Kwenye hotuba iliyopeperushwa kwenye runinga alipokuwa akizungumzia mzozo uliozuka katika eneo la pwani, al-Sharaa alivipongeza vikosi vya usalama kwa kudhibiti ghasia hizo zilizozuka baada ya wafuasi wa serikali ya awali kushambulia vituo vya vikosi vya usalama vya Syria katika jimbo la pwani na kuwaua watu 16. Alionya dhidi ya majaribio yoyote ya kuigawanya nchi hiyo na kupinga miito ya mwingilio wa kigeni. Alitangaza kubuniwa kwa kamati kuhusu amani iliyopewa jukumu la kushauriana moja kwa moja na jamii za eneo la pwani ili kushughulikia wasiwasi wao na kuhakikisha udhabiti. Hata hivyo, makundi ya uchunguzi likiwemo lile la kutetea haki za kibinadamu la Syrian Observatory liliripoti kwamba raia walijeruhiwa kufuatia mashambulizi yaliyoripotiwa kutekelezwa na vikosi vya Syria huko Latakia. Kwenye ripoti, shirika hilo lilisema kuwa takriban watu 237 wameuawa katika eneo la pwani ya Syria kufuatia operesheni ya hivi punde ya jeshi. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu, Volker Turk, alishtumu mauaji ya raia wa Syria, akitoa wito wa uchunguzi kamili kuhusiana na mauaji ya raia na kushtakiwa kwa wahusika. Kwingineko, jeshi la Israel lilisema kuwa lilitekeleza mashambulizi nchini Syria na makombora na silaha za jeshi la Syria, likisema hatua hiyo inanuia kulinda taifa la Israel. Israel ilinasa baadhi ya sehemu za milima ya Golan wakati wa vita vya Mashariki ya Kati mwaka 1967 na baadaye kuunganisha eneo hilo mwaka 1981, hatua ambayo haitambuliwi na jamii ya kimataifa. Tangu rais wa muda wa Syria Ahmed al-Sharaa alipongeza kundi lake la Hayat Tahrir al-Sham na wanamgambo wengine kumuondoa mamlakani Bashar al-Assad tarehe 8 mwezi Disemba mwaka uliopita, Israel imepeleka vikosi kwenye eneo linalochunguzwa na Umoja wa Mataifa lililoanzishwa kwenye milima ya Golan mwaka 1977. Vikosi vya Israel viliteka maeneo mengine muhimu nchini Syria zikiwemo sehemu za milima ya Golan na kilele cha mlima Hamon zinazodhibitiwa na Syria. Kwingineko, shirikisho la mataifa ya Kiarabu lilishtumu ghasia na mauaji nchini Syria, likisema kuwa hali nchini humo inahitaji sera na hatua za kuhakikisha udhabiti ili kutibua majaribio yoyote ya kuzua mzozo nchini humo na kutatiza juhudi zake za kujimarisha tena. Urusi itachukua uwezekano wa kupelekwa kwa vikosi vya bara Ulaya nchini Ukraine kwa kuhusika kwa njia ya moja kwa moja kwa shirika la NATO kwenye mzozo huo, kwa mujibu wa waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Urusi, Sergei Lavrov. Lavrov alitaja hatua hiyo kuwa kuhusika kwa moja na rasmi kwa mataifa ya shirika la NATO kwenye vita dhidi ya Urusi na kuonya kwamba Urusi haitakubali kuwepo kwa vikosi kama hivyo nchini Ukraine. Alisema hayo baada ya Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa kusema kuwa angetafakari kupeleka vikosi vya bara Ulaya nchini Ukraine kutekeleza mkataba wa amani, ingawa alisema kuwa vikosi hivyo havingehusika kwenye vita. Lavrov aliongeza kusema kuwa kusitisha usaidizi wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine kutawezesha kukomeshwa kwa mzozo huo haraka. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Na ulimwengu uliadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, ambapo mataifa mbalimbali kote duniani yaliandaa sherehe za maadhimisho hayo zilizoangazia juhudi za kuwapa wanawake uwezo. Jione. Mama wa taifa Bi Rachel Ruto alihudhuria hafla ya maadhimisho hayo, ambapo alikariri kwamba juhudi za kuleta usawa wa kijinsia zimepewa umuhimu katika sera ya kitaifa ili kuleta ukuaji, ustawi wa pamoja, uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya anga, amani na kuishi pamoja. Maudhui ya mwaka huu ni kuharakisha hatua za kuafikia usawa wa kijinsia. Nazo China na Botswana zitashirikiana zaidi kuwapa wanawake uwezo, kwa mujibu wa maafisa kwenye dhifa iliyoandaliwa katika ubalozi wa Uchina kwa maadhimisho hayo.
Balozi wa Uchina nchini humo Fan Yong aliahidi kwamba Uchina itaendelea kuunga mkono ustawi wa wanawake na watoto nchini Botswana. Mkuu wa ubalozi wa Uchina Su Ying alielezea ufanisi wa China katika kuwapa wanawake uwezo na kwamba Uchina itachukulia maadhimisho ya miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia baina ya nchi hizo mbili mwaka huu kuwa fursa ya kuimarisha mabadilishano na ushirikiano ili kuboresha hadhi ya wanawake. Wakati huo ubalozi wa Uchina nchini Nigeria uliadhimisha siku hiyo kwenye hafla iliyoandaliwa katika chuo kikuu cha utamaduni cha China jijini Abuja, iliyowaleta pamoja wanawake wa tabaka mbalimbali kuangazia ufanisi wao na kubaini mbinu za kuleta usawa wa kijinsia. Balozi wa Uchina nchini Nigeria Yun Dunhai alikariri umuhimu wa sherehe za mwaka huu kwani zinasadifiana na maadhimisho ya miaka 30 tangu kupitishwa kwa azimio la Beijing. Na shirika la ndege la Ethiopia kwenye taarifa kwa vyombo vya habari lilisema kwamba litatekeleza safari za ndege zilizowahusisha wanawake pekee kwenye maeneo 6 katika mabara 4 wakati wa maadhimisho hayo. Shirika hilo liliandaa sherehe maalum kwa heshima ya mchango wa wanawake katika sekta ya uchukuzi wa ndege. Maeneo haya ni Athens, Ugiriki, New Delhi nchini India, Windhoek nchini Namibia, Sao Paulo nchini Brazil, Dubai katika muungano wa milki za Kiarabu na Bahir Dar kaskazini mwa Ethiopia. Asilimia 40 ya wahudumu katika shirika hilo ni wanawake. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri na mwenzake wa Tunisia Kais Saied walikariri upinzani wao dhidi ya juhudi zozote zinazolenga kuwaondoa Wapalestina kwenye ardhi yao au kupuuza azma yao ya kupata taifa lao. Kwenye mawasiliano kwa njia ya simu, viongozi hao wawili walijadili hali kwenye ukanda wa Gaza, wakatathmini mipango ya Misri ya kudumisha mkataba wa kusitisha vita na kufanikisha uwasilishaji wa misaada ya kibinadamu, kwa mujibu wa taarifa ya afisi ya rais wa Misri. Taarifa hiyo pia ilisema kuwa Said alipongeza mpango wa Misri wa kuijenga upya Gaza ulioidhinishwa kwa kauli moja kwenye kongamano la hivi majuzi la dharura la mataifa ya Kiarabu. Kiongozi huyo wa Tunisia alikariri kwamba nchi yake inaunga mkono mpango huo, akizungumzia lengo lake la kuijenga upya Gaza bila kuondoa wakazi wake. Marais wawili walikariri kwamba kuanzishwa kwa taifa la Palestina kuambatana na mipaka ya mwaka 1967 huku Jerusalem Mashariki kiwa jiji kuu kumesalia kuwa mbinu pekee ya kuleta amani ya kudumu katika kanda hiyo. Kadhalika walizungumzia hali inayojiri nchini Libya na Syria, huku viongozi hao wawili wakikariri azma yao ya kuhakikisha uthabiti, umoja na uhuru wa nchi hizo, kwa mujibu wa taarifa hiyo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Namna kwa taarifa hiyo basi Dunia Wiki Hii inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Wewe usiende mbali, nikirejea bado ninazo taarifa zinazokuhusu wewe kutoka mataifa mengine kote duniani. Hii ni KBC Channel 1 na kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii, tukiangazia taarifa za kimataifa. Karibu sana katika awamu hii ya pili. Na huko Israel, Eyal Zamir aliapishwa kuwa mkuu wa 24 wa vikosi vya ulinzi vya Israel, akionya kwamba operesheni mbalimbali za Israel zitaendelea, huku akiapa kukabiliana vilivyo na maadui wa nchi hiyo. Zamir mwenye umri wa miaka 59 alitoa jukumu hilo jipya kwenye sherehe iliyoandaliwa katika kituo cha kijeshi cha Kiria jijini Tel Aviv baada ya serikali kuidhinisha uteuzi wake tarehe 16 mwezi uliopita. Alimrithi Herzi Halevi aliyejiuzulu mwezi Januari baada ya kukiri kushindwa kuwalinda Waisraeli wakati wa shambulizi liloongozwa na kundi la Hamas tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka 2023. Zamir aliyekuwa mkuu wa Wizara ya Ulinzi alijiunga na jeshi mwaka 1985 na kuwa kamanda wa vifaru mwaka uliofuatia. Baadaye alihudumu katika wadhifa wa kamanda wa kikosi cha eneo la kusini mwa nchi hiyo na naibu mkuu wa wanajeshi. Netanyahu alisema kuwa jukumu kuu la Zamir litakuwa kuafikia lengo la ushindi kamili dhidi ya kundi la Hamas. Zamir ametoa wadhifa huo katika kipindi muhimu, kwani hatma ya mkataba hafifu wa kusitisha vita na kundi la Hamas ulioanza kutekelezwa tarehe
19 mwezi Januari haijulikani, huku ghasia zikikithiri kufuatia kampeni kabambe ya kijeshi katika eneo linalokaliwa kaskazini mwa ukingo wa magharibi mwa mto Jordan, na taharuki inayozidi kutanda na Iran ambayo Israel huichukulia kuwa hasimu mkubwa. Zamir alisema anafahamu jukumu kubwa linalomkabili, akisema yuko tayari kulitekeleza. Turejea barani Afrika, huko Sudan. Kiwango cha uzalishaji nafaka nchini Sudan kimefikia tani milioni 6.6 katika msimu wa joto wa mwaka 2024-25, hiki kikiwa ni kiwango cha juu zaidi katika muda wa miaka mitano, kwa mujibu wa waziri wa kilimo na misitu katika taifa hilo, Abubakar al-Bushra. Al-Bushra alisema kuwa kiwango hicho ni 62% zaidi ya mwaka uliopita na 7% zaidi ya kiwango wastani cha uzalishaji katika muda wa miaka mitano iliyopita. Alisema kuwa takwimu hizo zinajumuisha mahindi, mtama na ngano, na kusema kuwa mimea hiyo ilipandwa katikati ya mwaka uliopita na kuvunwa baina ya mwezi Februari na Machi mwaka huu. Licha ya kiwango hicho cha juu cha uzalishaji, sekta ya kilimo nchini humo iliyochangia zaidi ya 30% ya pato jumla la nchi hiyo imeathirika vibaya kutokana na mzozo unaoendelea baina ya vikosi vya nchi hiyo na kundi la waasi la Rapid Support Forces RSF. Kiwango cha uzalishaji nafaka katika majira ya joto ya mwaka kati ya 2023 na 2024 kilikuwa takribani 5 milioni 4.1. Kulingana na wizara hiyo, shughuli za kilimo kwenye maeneo yanayodhibitiwa na kundi la RSF katika majimbo ya Gezira na Sinar zilisitishwa katika msimu uliopita wa majira ya joto kufuatia kuporwa kwa mashine za kilimo, mbegu na mbolea, na pia wasiwasi ya kiusalama, uhaba wa mafuta na gharama ya juu ya shughuli za kilimo, huku viwango vya ukosefu wa ajira vikiongezeka. Tangu katikati ya mwezi Aprili mwaka 2023, Sudan imekumbwa na mzozo mbaya baina ya vikosi vyake na kundi la RSF uliosababisha vifo vya takriban watu 29,683 kulingana na takwimu za kundi linalofuatilia mizozo zilizonukuliwa na Umoja wa Mataifa. Kufuatia mzozo huo, zaidi ya watu milioni 15 wamepoteza makazi ndani na nje ya Sudan, kulingana na makadirio ya shirika la kimataifa kuhusu uhamiaji. Viongozi wa sekta ya kawi duniani walikusanyika jijini Houston, kusini mwa Marekani, kwa kongamano la kila mwaka la Sera Week lililobainisha ajenda yake, huku wasiwasi unaokabili soko na mpito wa kawi ukiongezeka. Maudhui ya kongamano hilo la 43 yalikuwa mikakati ya kawi kwa ulimwengu changamani, ambapo lilishughulikia changamoto kuu zinazohusiana na usalama na utoaji wa kawi na hatua kabambe za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga na pia hali inayojiri kwenye masoko, muundo msingi, mwelekeo wa sera na ubunifu wa kiteknolojia, hasa ule unaotumia akili unde, kwa mujibu wa ajenda ya kongamano hilo. Ushuru uliibuka kuwa swala kuu la mjadala, huku wataalam wakijadili kuhusu wapo uhusiano mpya wa ushuru, biashara na ushindani utabaini hali ya masoko na sera ya kawi, na hivyo kuchukua mahala pa masuala yaliyopewa umuhimu zaidi duniani ya usalama, gharama nafuu na uendelevu. Kwenye hotuba kuu, waziri wa kawi wa Marekani Chris Wright alikariri azma ya utawala wa Rais Trump wa kuimarisha uzalishaji mafuta nchini humo. Wakati wa kampeni yake ya urais mwaka uliopita, Trump mara kwa mara alihimiza sekta ya kawi nchini Marekani iendelee kuchimba mafuta. Hata hivyo, wazalishaji mafuta na gesi nchini humo huenda wasiongeze matumizi ya fedha mwaka huu, kwa mujibu wa Lorenzo Simonelli, ambaye ni mwenyekiti wa afisi mkuu wa kampuni ya Baker Hughes aliyehutubu kwenye kongamano hilo. Simonelli alisema kuwa kupungua kwa bei za mafuta hivi majuzi huenda ukawafanya wazalishaji wapunguze juhudi za uchimbaji mafuta, akiongeza kusema kuwa ingawa kampuni kubwa za uzalishaji hazijadhihirisha mabadiliko yoyote katika mipango ya matumizi ya fedha, kampuni hiyo huenda zikachukua hatua haraka kutokana na kupungua kwa bei hizo. Baadhi ya kampuni kubwa za uzalishaji mafuta, ikiwemo ile ya Chevron, tayari zimetangaza kwamba zitapunguza idadi ya wafanyakazi.
Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Turejee huko Sudan ambapo yamkini watu 92 wameaga dunia kutokana na ugonjwa wa kipindupindu katika jimbo la White Nile nchini Sudan katika muda wa majuma mawili yaliyopita, kwa mujibu wa shirika la utoaji misaada ya kimatibabu lisilo la kiserikali la madaktari wasio na mipaka, yani MSF. Kuanzia tarehe 20 mwezi uliopita hadi tarehe 5 mwezi huu, jumla ya wagonjwa 2718 wamelazwa kwenye kituo cha matibabu ya kipindupindu cha Wizara ya Afya katika hospitali ya mafunzo ya Kosti inayofadhiliwa na shirika la Al-MSF, kwa mujibu wa taarifa hiyo. Chamko hilo la ugonjwa wa kipindupindu ambao huenezwa kupitia maji chafu lilitokana na kupotea kwa nguvu za umeme baada ya kituo cha uzalishaji umeme cha Dabakir kukumbwa na kombora kutoka kwa kundi la Rapid Support Forces RSF tarehe 16 mwezi uliopita, kwa mujibu wa shirika la MSF lililonukuu ripoti. Hali hiyo iliifanya jamii hiyo kutegemea maji yanayonunuliwa kutoka kwa marukwama yanayobururwa na punda baada ya mabomba ya maji kukoma kutumika, kwa mujibu wa mshirikishi wa masuala ya dharura ya shirika la MSF kuhusu Sudan, Mata Kazola. Jumla ya idadi ya visa vya ugonjwa huo nchini humo tangu mwezi Julai mwaka uliopita vilifikia zaidi ya 57,135, vikiwemo vifo 1,506 kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini humo. Jimbo hilo la White Nile limekuwa likishuhudia mashambulizi ya kundi la RSF, ambapo lile kali zaidi lilitekelezwa dhidi ya vijiji katika eneo la Al-Gitaina na kusababisha vifo vya raia 433 kwa mujibu wa ripoti ya serikali iliyotolewa tarehe 18 mwezi uliopita. Tangu katikati ya mwezi Aprili mwaka wa 2023, Sudan imekumbwa na mzozo mbaya baina ya jeshi la nchi hiyo na kundi la waasi la RSF uliosababisha vifo vya takribani watu 29,683 kwa mujibu wa kundi linalochunguza mizozo lililonukuliwa na Umoja wa Mataifa. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Ghana iliadhimisha miaka 68 tangu ilipopata uhuru kutoka kwa utawala wa kikoloni wa Uingereza kwa gwaride ya kitaifa kwenye jumba la kirais la Jubilee katika jiji kuu Accra. Akihutubia gwaride hiyo, Rais John Dramani Mahama wa nchi hiyo alisema kuwa maadhimisho hayo yanatoa fursa ya kutafakari kuhusu historia nchi hiyo, kujifunza kutokana na hali za awali na kuanzisha mkondo mpya wa ustawi na maendeleo. Sherehe hiyo iliyopunguzwa mbwembwe iliambatana na haja ya nidhamu ya matumizi ya fedha, huku nchi hiyo ikitekeleza marekebisho ya kiuchumi na kupunguza matumizi ya pesa katika sekta zote, kwa mujibu wa Mahama. Alikariri azma yake kama rais ya kutoa uongozi dhabiti na maono bayana ili kukabiliana na changamoto za sasa za kiuchumi nchini humo na kulinda hatima yake. Mnamo mwaka 1957, Ghana ilikuwa nchi ya kwanza ya Kiafrika kupata uhuru. Na sasa tuangazie mchango wa China na mataifa mbalimbali kote ulimwenguni, ambapo China imeendeleza uhusiano na nchi mbalimbali kote duniani, ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, muundo msingi, teknolojia na mawasiliano. Jione. Rais William Ruto wa Kenya aliongoza hafla ya kuweka jiwe la msingi kwa utunzaji wa eneo la Mto Nairobi, mradi utakaotekelezwa na kampuni ya uhandisi na kawi ya Guangxi kutoka China. Mradi huo utatekelezwa pamoja na mradi wa nyumba za bei nafuu utakaotekelezwa katika muda wa miaka 4 kwa gharama ya takriban dola milioni 388 za Kimarekani. Rais Ruto alisema kuwa usafishaji wa mfumo ekolojia wa mto huo utabuni nafasi za ajira kwa vijana, kuimarisha afya ya umma na kuboresha uendelevu wa kimazingira jijini Nairobi. Na madaktari wa Kichina waliwafanyia uchunguzi wa kimatibabu maafisa wa polisi na familia zao nchini Nepal. Uchunguzi huo ulihusisha masikio, pua, koo, afya ya kinywa, afya ya kina mama na tiba za kiasili za Kichina.
Kampuni moja ya Kichina inaongoza ujenzi wa barabara ya umbali wa kilomita 29 katika eneo la Muhanga nchini Rwanda itakayokamilika kufikia mwezi Septemba mwaka ujao, na inatarajiwa kuimarisha muundo msingi na kufanikisha biashara katika eneo hilo. Na ubalozi wa China nchini Zimbabwe uliandaa dhifa ya kuadhimisha miaka 40 ya kuwepo kwa madaktari wa Kichina nchini Zimbabwe. Kundi la 21 la madaktari wa Kichina liliagwa na kukabidhiwa na nishani kutokana na huduma yao kwa nchi hiyo, huku kundi la 22 likikaribishwa. Naibu waziri wa afya nchini Zimbabwe, Suleiman Kwidini, alisema kuwa ushirikiano baina ya nchi hizo mbili katika sekta ya afya ni dhihirisho la hatua ambazo nchi zinaweza kuafikia kupitia ushirikiano. Makala ya 8 ya shindano la Kichina la uimbaji liliandaliwa katika chuo kikuu cha Kenyatta nchini Kenya na taasisi ya Confucius, ambapo washindani waliimba nyimbo za Kichina. Na Martin Magwajo wa umri wa miaka 29 ambaye ni mlemavu ni mwalimu wa mazoezi ya Kung Fu nchini Cameroon na anamiliki klabu cha mazoezi ya hayo nchini humo. Nikiripotia makala ya Dunia Wiki Hii, mimi ni Leila Swadik. Na mpaka hapo nafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Shukrani sana kwa utazamaji wako. Asante sana pia kwa muda wako. Tufanye hivi juma lijalo muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi Dunia Wiki Hii juma hili, kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka.